Mungu wetu ni baraka siku zote na amani tele. Wakati unapotengeneza mazingira ya kuharibu kazi ya Mungu, Mungu huwa anatengeneza mazingira ya kumfariji unayemharibia. Yaani wakati mwanadamu anapotengeneza mazingira ya kuharibu kazi ya Mungu, Mungu naye hutengeneza mazingira kwa yule unayemharibia. Ndio maana mtu anaweza kaikosa nguvu ya kumhubiri Yesu Kristo, akatafuta nguvu ya kutafuta watu walio katika Kristo kwa ajili ya kuharibu. Na atakapofanikisha atatoka, atakwenda kusema ameenda kuanza kazi ya Mungu, tena akijiita ni wito wa Mungu. Hao ndio wanaoanza kuharibu kwa baadaye kuingia ndani ya siasa, ambao hana ubavu wa ile siasa. Maana unapotoka katika kalamu ya Mungu ukaingia kwenye kalamu ya Kaisari, maana yake unatakiwa kuwa na nguvu ya ile kalamu. Maana kuna kalamu nyingine inatumia adhabu. Kwa hiyo kwa Mungu utafanya vyovyote vile utakavyovifanya na hakuna atakaye kufuatilia, kwa sababu Mungu wetu sisi yeye anaitwa ni Mungu wa huruma na ni Mungu wa asiyelipiza kisasi. Kwa hiyo wewe toa watu 130 unaowajua, nenda kadanganye una wito wa Mungu ili watu wakuogope, na nenda ukadanganye wewe ni nabii watu wakuogope, nenda ukadanganye wewe ni kuhani watu wakuogope. Mungu atasema sikujui. Na kwa sababu Mungu atasema sikujui, hautakwenda popote pale kwa yeyote yule akusikilize, sipokuwa wale walioandaliwa hukumu kama ulivyoandaliwa wewe, ndio atakao kuja kwako ili waweze kusikiliza. Na hakuna mtu yeyote yule asiyekuwa na wakwake. Ufanyike kuwa mbaya zaidi, kuna wabaya zaidi yako wewe tena, nao watakuja kwako, na tena utatengeneza mazingira na utadanganya na kusema umeitwa. Kwa hiyo maandiko yanapokueleza ya kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia, na tambua tena kwa mtu mmoja wokovu unaingia, na utambue tena kwa mtu mmoja huyo baraka zinaingia. Kwa hiyo Mungu kwetu sisi ndiye msaada wa mambo yote.